Baka ni msao wa timu gani? Yanga. Young African Mwanzoni alitoka KMKM sio? KMKM ni nini? Kikosi cha kuzuia magendo sio? Na kiko chini ya serikali sio? Kwa Baka sio mtumishi wa timu ya KMKM. Baka ni mtumishi wa kikosi cha KMKM. Nadhani watu wengi wanatafuta engo ya story, wanapoteza maana halisi. Mfanyakazi yoyote wa serikali hawezi kutoka nje ya mipaka ya nchi bila serikali kuwa na taarifa na kuidhinisha mtoko wake na kumpa kibali cha kutoka, kwa sababu yule hata akiwa likizo akienda kwao haendi kama mwananchi, anaenda kama mtumishi wa kikosi cha kuzuia magendo KMKM na sio timu ya KMKM. Kwa hata kama ukimwona yuko likizo afu anacheza kwenye timu ya KMKM, anacheza kwa sababu ni mtumishi wa serikali, sivyo? Kwa hiyo timu kama timu haina chochote ambacho inaweza ikafanya kwa Baka, ila jeshi likiamua kusema kwamba limemnyima kibali, ni jeshi, sio timu, ni taasisi, sio timu. Kwa hapo 100% Baka anaweza akaenda kucheza nchi yoyote, lakini kibali chake pia hakitolewi na Yanga. Yanga watafacilitate tu na kuzungumza na mwajiri ambaye anammiliki Baka, sio timu ya KMKM, ni taasisi ya KMKM ambayo watashirikiana na Yanga kuhakikisha kwamba Abdul Baka anapata kibali na anatoka kwenda kufanya kazi nje ya nchi akiwa bado ni mtumishi wa serikali. Sijui kama tunaelewana. Kwa hiyo timu kama timu haihusiani chochote na mchezaji, ila taasisi kama kikosi cha kuzuia magendo ndio kinahusika moja kwa moja na transfer hii na kwa authorize ama kuruhusu kwamba huyu aende ama asiende. Kwa hiyo mimi nafikiri watu wasipotoshe maana, wasirushe maana halisi ya kinachoendelea. Ibrahim Abdullah Baka ni mchezaji halali wa klabu ya Yanga, na kikosi cha jeshi la KMKM la kuzuia magendo wanafahamu hilo na wanajua hilo na wanaliheshimu hilo, kwa sababu wale wanafuata taratibu zote za utendaji wa kazi. Na wale kama wao wanachokifanya, kama akitaka kwenda nchi yoyote, wanachokifanya watampa ruhusa kama mtendaji wa serikali anayekwenda kutumikia taasisi nyingine nje ya nchi. Lakini kikosi hicho ndicho ambacho kinaimiliki timu ya KMKM. Kinamiliki kikosi cha KMKM, lakini maamuzi yote ya wachezaji mara nyingi kwenye vilabu na klabu ya Yanga inamilikiwa na nani? Na wananchi. Wananchi sio? Wananchi wanaweza kumzuia mchezaji asiondoke? Wananchi wanaweza kumzuia? Si uongozi kwa utaratibu ambao uongozi. Ndio. Sasa klabu kama klabu haiwezi kumzuia Ibrahim Baka. Sio labda kocha ama sijui mwenyekiti wa klabu ama nini, hawawezi. Ila jeshi, taasisi ambayo inamiliki klabu ndio inaweza kuzungumza chochote kuhusiana na Abdullah Baka. Nafasi ya Ibra Baka kule ambapo anatajwa Raja, unatazama vipi? Anakwenda kuingia kwenye kikosi cha Raja Casablanca moja kwa moja. Moja kwa moja? Anakwenda kuingia moja kwa moja. Lakini Raja ni miongoni mwa timu ambayo pia imesheheni nyota kadhaa, ni bora. Na najua kwa nini kocha Fadu Davis amemchukua Baka. Anataka endurance, anataka beki ambaye ni katili, anataka beki ambaye ana uwezo wa kupambana dakika zote, anataka beki ambaye atakuwa 100% fit kuweza kudeliver anachokitaka. Anataka beki ambaye ataweza kumpa 100% wakati wote. Amemuona akiwa Yanga, amecheza naye mechi kadhaa, anajua kuchagua wachezaji, amefanya hivyo. Yuko mchezaji mmoja kutoka Yanga yuko pale Raja Casablanca, sio? Musa Balakonte. Musa Balakonte hajaenda kukaa benchi yule. Ameingia kwenye kikosi moja kwa moja, sivyo? Sasa unaweza ukaangalia. Na unavyoona kwamba Yanga atakuwa rahisi kumruhusu mchezaji kwa sababu walimzuia Clement Mzize wakati Wydad wanamhitaji. Yanga walimzuia Mzize kwa sababu alikuwa hawajapata mchezaji ambaye anaweza kukava nafasi ya Mzize, kwa sababu plani ya Yanga kimataifa ilikuwa waende mbali, lakini sio bahati ya kufanikiwa. Ndio maana alikuwa anamzuia Clement Mzize. Lakini kwa hivi sasa Ibrahim Baka anaweza akaenda, kwa sababu kama unaweza kuona Yanga wameshaanza kutafuta mbadala wake. Kuna beki kutoka Sante Kotoko, sio? Ambaye tayari wameshaanza kufanya naye mazungumzo. Lakini awali pia walikuwa na mpango wa kufanya mazungumzo na yule beki wa Simba, Inonga Rushain. Yes, kuna hizo pia Rushain Deruka.
Na kwa Rushaine De Reuck inawezekana kwa sababu sio mali ya Simba. Amesaini mkataba sasa. Sio mali ya Simba. Mkataba wa saini Simba kwa mkopo. Hata mkataba mpya wa saini. Yuko Simba kwa mkopo. Sijui kama unanielewa. Rushaine De Reuck ni mchezaji wa mkopo. Kwa hiyo kama wanamtaka hajamnunua jumla. Ndio yale ambayo yalimkuta Suleiman Mwalimu. Watu wamemchoka huko, wametoa kule, wale wamemchukua akamwambia nenda kacheze Simba pale. Kwa hiyo ina maana ni mahusiano tu mazuri kama ya Yanga na yeye mwenyewe mchezaji akiona nimejaribu hapa Simba naona kama kuna vitu vina miss, lakini nikienda kule na ushawishi pia wa wachezaji, kocha pamoja na viongozi ndio kitakachopelekea transfer zote zifanyike vizuri. Kwa hiyo Yanga waweza kumchukua nani, wanaweza wakifanikiwa kufanya mazungumzo na nadhani Rushaine anahudumu Mamelodi Sundowns. Na Yanga na Mamelodi wana uhusiano mzuri. Nadhani walifahamu sio? Lakini pia haimaanishi kwamba Simba hawataweza kuzungumza naye. Lakini hatima ya mchezaji pia inaweza ikaamua abaki wapi aende wapi. Lakini si ameongeza mkataba mwaka mmoja. Ameongeza mkataba, aliyeingia naye mkataba unajua hivi vitu bwana. Rushaine De Reuck ni mchezaji wa timu gani? Kwa sasa na Simba. Yuko Simba kwa makubaliano gani? Wakati wa msajili alikuwa kutoka kwa mkopo. Kwa mkopo. Wewe mkopo wake ulivyoisha wakaongeza mkopo mwingine au alimnunua? Au free agent? Uliona wapi mkataba wa Rushaine De Reuck akisaini? Au zilitoka taarifa? Kuna sehemu umeona Rushaine De Reuck ameshika karatasi na saini? Lakini si hata mkopo pia kuna ukubaliano. Kuna sehemu umeona Rushaine De Reuck amepiga picha na viongozi wa klabu husika akaonyesha kama amesaini mkataba. Klabu imetoa taarifa. Imetoka taarifa sio? Elimu Panzu. Hata Elimu Panzu klabu na picha amepigwa pia na viongozi. Kwa nini beki kikatili kitasa kama Rushaine De Reuck picha zisipatikane? Au kwa sababu hana mtu wa kusimama naye kama mchezaji wake? Sikiliza bwana, Rushaine De Reuck ni mali ya Mamelodi Sundowns, yuko Simba kwa mkopo. Na hana mkataba. Swala mkataba hilo mimi sijui kwa sababu wao wamesema naye na sisi tunahitaji kuona, tunaamini kile tunachokiona. Na ni rahisi Yanga kumpata. Kwa nini isiwe rahisi? Hakuna mchezaji ambaye anunuliki wala uziki. Kwa hiyo kwa Ibrahim Baka kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo kama Yanga atamuuza Ibra Baka na watawekeza nguvu kwa Rushaine na kuwa ni habari njema kwao. Of course wanakuwa wamepata kitu ambacho ni bora zaidi. Ina maana Asinki mlango wa kuondoka utakuwa umefunguliwa, anaingia pale beki bora kabisa katika ligi yetu sasa hivi, Rushaine De Reuck. Kitu nakisema kila siku, sio kwa nini waandishi wa habari hamzingatii. Mimi sipendi timu, sisemei timu bora na wasemea pia na wachezaji bora. Simba kila siku nasema ina wachezaji bora lakini bado hajapata timu iliyo bora kwa sababu timu yake sio compact. Bwana, hivi star wa Simba ni nani kwa sasa? Star wa Simba ni Clatous Chota Chama. Japokuwa wengi watakwambia star wa Simba labda ni Aura, labda ni Gwaye, au watakwambia labda ni Elimu Panzu Kibisawala. Lakini mimi nitakwambia star wa Simba ambaye ameweka legacy na anaishi hiyo legacy ni Clatous Chota Chama, Mwamba wa Lusaka. Kwa bila Chama kwa sasa, ukitaka kujua Simba ni timu ambayo bado haijakomaa, mwambie Chama akae benchi. Kwa sasa Simba inacheza kutegemea Chama. Yaani Simba inacheza kimtegemea Chama. Simba anafuata matokeo yote anayopata. Na unamuona Libase Gay anafanya vitu vizito. Unamuona Anicet Euro anafanya vitu. Ni kwa sababu tu Clatous Chota Chama yuko ndani. Kwa ndo star. Kwangu mimi Clatous Chota Chama ndo mchezaji bora. Anampita hata Mpanzu. Wote. Huwezi kumfanisha Elimu Panzu na Chama. Elimu Panzu amefanya nini Simba ukilinganisha na Clatous Chota Chama? Lakini si kipenzi cha mashabiki, ni kipenzi. Kipenzi cha mashabiki kwenye lengo ipi? Hakuna kipenzi cha mashabiki kama Clatous Chota Chama katika klabu ya Simba. Hilo nataka ulielewe. Chama anakusudiwa zaidi. Ndio mchezaji bora na mchezaji pendwa kwenye klabu ya Simba. Na ndio maana waliumia sana alivyoenda klabu ya Yanga na walifurahi sana alivyorudi kwao. Kwa hiyo kuna baadhi ya mashabiki walikuwa hawamtaki nadhani. Hao sio mashabiki wa mpira, hawajui. Ni mihemko. Kwa sasa wote wanazungumza lugha moja. Clatous Chota Chama, Mwamba wa Lusaka, atabaki kuwa mchezaji bora wa klabu ya Simba mpaka atakapoondoka Simba moja kwa moja. Licha ya ukongwe wake, umri wake, anavyo vitu vingi sana vya kumpa Simba kuliko wachezaji wengi ambao Simba wamewasajili. Waendelee kumpa mkataba mrefu. Ataendelea kupewa mkataba mrefu. Sio ataendelea kupewa mkataba hata kama ni mwaka mmoja. Inatokana na nini wakati yuko Yanga amekuwa hashaini, ni kwamba hapati nafasi ya kucheza mara kwa mara. Timu ina mastaa wengi. Ameenda kwenye timu yenye mastaa wengi. Ndio kuna siku niliwauliza hapa, wewe ndio kocha wa Yanga. Una Aziz Ki, una Pacome, una Max wa moto, una Alidi Aucho wa moto, una Mzize wa moto, una watu wote wale walikuwa wamewaka. Haya,
Chama wanamweka wapi ili akakupe nini? Wakati gani? Anarudi kule aliporudi, na ndo weight yake inakuwa kubwa, kwa sababu wote walikuwa pale daraja lake ni la chini kwa Chama. Yes. Kwa Clatous Chama Mwamba Lusaka ndo mchezaji bora na pendwa katika klabu ya Simba. Anayebisha huyo hajui mpira. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.